Niko na mwalimu hapa niweze kuzungumza naye, tuweze kuzungumza kuhusiana na kusaka vipaji ambavyo vinaendelea. Sasa hivi wako katika kuweza kusaka vipaji. Je, tuweze kujua ni kitu gani ambacho mwalimu anazingatia katika aina ya usakaji vipaji kutokea sehemu mbalimbali. Mwalimu, habari za sasa hivi? Salama, habari yako? Habari yangu ni nzuri kabisa. Mwalimu, karibu kwanza Kagera. Asante, nashukuru. Mwalimu, tumeona upo katika mwendelezo wa kusaka vipaji kutokea mikoa mbalimbali. Unaonaje vijana wa kikosi cha Kagera Sugar, ama unaonaje vijana kutokea katika mkoa wa Kagera kuhusiana na vipaji vyao ambavyo wanavyo? Awali yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana mwanga upo unaonekana. Tulikuwa safarini tukitokea kwenye mashindano pale Kampala, Uganda. Na kutokana na changamoto mapungufu ambayo tumeona kwenye timu zetu za vijana chini ya umri wa miaka 15, chini ya umri wa miaka 17, imetuia tuweze kufanya scouting. Na scouting hii sio tu inafanyika kanda ya Ziwa, lakini mimi pamoja na assistant coach wangu tutazunguka upande huu wa kanda ya Ziwa. Ipo kikosi kazi kingine ambacho kinazunguka upande wa kusini. Wapo scout wengine na walimu vile vile wanazunguka upande wa nyanda za juu kusini, ile hali kujaribu kukusanya vijana katika Tanzania nzima na kuweza kujaribu kutafuta ile cream ambayo inaweza kutupeperushia vizuri bendera yetu ya taifa. Leo jana na leo hii tulikuwa hapa katika mji au mkoa wa Bukoba, mkoa wa Kagera, katika ile hali ya kuweza kusaka vipaji. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, kutoka zoezi hili tulianza jana na limehitimika leo mchana huu, na tumepata takriban vijana 7 ndani ya vijana 150 waliokuwa wamekuja. Sisi tunasema tunachukua best of the best, so wale best ambao hawatatupa kazi kubwa kuingia kwenye mfumo wako 7, lakini wapo vijana vingine kama 6 ambao tunawaita average, yani wanahitaji muda zaidi kuweza kupatiwa mafunzo, kwa sababu inaonekana huko nyuma wamekosa misingi, wamekosa basic. Mwalimu, labda ni vitu gani ambavyo unavizingatia? Umesema vijana 150, umechukua vijana 7 katika kusaka vipaji. Vitu gani ambavyo vya msingi unavizingatia? Vijana hapo tuna age category. Cha kwanza ni age categories. Tuna age category chini ya miaka 13, tuna age category chini ya miaka 15, tuna age category chini ya miaka 17. So waliojitokeza ni wengi kwa sababu kila kijana ana passion ya kucheza mpira, lakini kwa sababu ya muda wa maandalizi yetu, kwa sababu mashindano yetu tumequalify kwenda kwenye AFCON na mashindano yetu yanafanyika mwanzoni mwa mwezi Machi. Utaangalia tuna miezi 2 tu. Kwa hiyo mchezaji tunamtaka kwa sasa ni mchezaji ambaye atakuja kuingia moja kwa moja, ni kwenda kufundishwa mifumo tu na sio tena kurudi nyuma kuanza basic. So tumetoa elimu kwa walimu wa mkoa wa Kagera kuweza kwenda kwenye basic na kuweza kuwafundisha wachezaji basic, ile hali kwamba tutakaporejea tena mwakani mwezi wa 3 panapo majaliwa, basi tutakuta viwango vya wale wachezaji vinakuwa vinaridhisha, na inakuwa sio kazi kubwa kwa walimu wa sisi wa national teams kuanza tena kufundisha basic wakati unatakiwa ufundishe mifumo. Unajua, kwa sababu ya muda kidogo maandalizi mkuu mdogo. So far so good, ni kwamba sio vijana wote hao waliokuwa wamekosa nafasi ni wabaya. Hapana, ila ilipokuwa kuna vigezo ambavyo tumekuwa tukitumia hasa hivi vya msingi. Tunaangalia kitu kama tunaangalia kama ball techniques, tunaangalia vitu vingi, receiving yake, tunaangalia option yake, kuna kitu kinaitwa space and management, kuna kitu kinaitwa tactical ability, uwezo wake wa kumiliki mpira, uwezo wake wa kutunza mpira, jinsi gani anaweza kutoa pasi, baada ya kutoa pasi nini anafanya. Lakini kuna kitu kinaitwa game awareness, kuna kitu kinaitwa tuseme tactical ambazo ziko nyingi, lakini huko hatuendi mbali. Sisi kikubwa tulikuwa tunaangalia individual. Kwa hiyo tumefanikiwa kuwaona hao ambao tumewapata. Tunaamini kabisa kwamba hawatachukua muda mrefu kuingia kwenye mfumo wa timu. Mwalimu, kwa kumalizia, tumeona umetoa vijana wengi ambao wanashiriki ligi kuu na wengine pia wako nje ya Tanzania. Mwalimu, labda malengo yako ni yapi katika mwaka huu? Tumeona scout imekuwa ni kubwa sana, lakini pia tumeona vijana ambao wanawachukua kama ulivyotaja wana vigezo ambavyo vimezingatiwa. Labda ni malengo yako ni yapi mwalimu, kuelekea mwaka huu hapa timu ya taifa itakuwa ni timu ya aina gani? Mimi niseme tu kwamba tunayo malengo makubwa, matarajio makubwa, na TDS kama kituo cha TFF ambayo ndio tunachukua jukumu hili la kuweza kuchukua vipaji na kuenda kuvipeleka pale jijini Tanga. Na niseme tu kwamba habari njema ni kwamba kwa wazazi kwamba kijana wako akipata bahati ya kuweza kujiunga na kituo hichi cha TDS pale Tanga, ni kwamba tunakupunguzia fursa, masomo itakuwa juu yetu, accommodation juu yetu, tutamhamisha shule kutoka mkoa mmoja kwenda
anaendelea na masomo yake katika jiji la Tanga, lakini huko akiendelea kucheza mpira. Lengo letu la kwanza, tumeangalia focus zaidi soko la kimataifa, kwa maana wachezaji hawa baadaye tuwapeleke nje waende wakapata exposure kubwa na experience kubwa ambayo tunaamini tutakuwa ni hazina kubwa ya taifa kwa siku zijazo. So tunatengeneza kitaru cha Taifa Stars, lakini tunatengeneza Tanzania ya kesho ambayo tunaweza kuipeleka kwenye ramani ya dunia inayoweza kuwa inaogopeka zaidi. Wewe kama mwalimu wa timu ya taifa unatoaidi nini mwaka huu kutokana na vijana bora ambao umewatafuta? Mimi nimezidi kuombea kwanza vijana wetu wawe na afya njema. You know, development is not a short term progress, is not a short term program. Inahitaji muda, so definitely ndio maana tumeanza kwenye chini ya miaka 13, chini ya miaka 15. Tukijiwekea maybe malengo yetu ndani ya miaka 5 tunaweza kwa hiyo tunaiangalia 2030 ambayo tunaweza tukawa tuna Taifa Stars iliyozaliwa kutoka kwenye kitalo cha Tanzania na kuboreshwa na kutengenezwa kupita kwenye misingi yote ili tuweza kuwa Taifa Stars ya kipekee. Asante sana mwalimu kwa muda wako. Asante, nashukuru. Naam, huyo ni kocha wa timu ya taifa ya vijana under 17, lakini pia chini ya miaka 15, chini ya miaka 13, wako katika mkoa wa Kagera kwa ajili ya kuweza kutafuta vipaji. Anakuambia kati ya watoto 150 amechukua vijana 7 tu. Yote hii anahitaji timu ambayo iko bora zaidi. Nimezungumza naye mwalimu Boniface, ameweza kueleza mengi kutokea katika uwanja wa Kaitaba. Na hitimisha mazungumzo na kocha kikosi cha timu ya taifa ya vijana Boniface.